Ladies and gentlemen, listen to me, na hii pia ni ya muhimu sana kwa maisha yako. Nataka tu niipatie dakika 3 peke yake, nikwambie kitu ambacho kitakufaa kwa maisha yako. Kama una uwezo wa kuweka CCTV kwako, wekeni hiyo CCTV. There's a viral clip yenye inaendelea saa hii ya kwamba kulikuwa na house girl ambaye alikuwa anafanya kazi na wenyewe walikuwa wameondoka, kisha baadaye CCTV ikamnasa vitu ambavyo alikuwa anafanya jikoni. Alichukua chakula kisha baadaye akakojoa ndani, ashakumsima tusi. Baadaye akaendelea kupika. Nataka tu nikusomee. Ilikuwa ya kwamba msimamizi wa nyumba ameripotiwa kunaswa na CCTV akidaiwa kuonyesha tabia ya kutatanisha ndani ya jikoni baada ya kuachwa peke yake nyumbani. Aise, akafanya mambo yake ndani ya sufuria kisha baadaye akapikia wenyeji. Hayo ni baadhi ya mambo ambayo tunayapitia kwenye familia. Chakula ambacho tunakila wakati mwingine ni Mungu hutusaidia. Kwa hivyo yeye ameajiriwa, huwa analipwa kila mwisho wa mwezi. Wenyeji wamemwamini, wamempatia kila aina ya chakula awapikie kama ni kazi yake, kwa sababu hiyo ndio kitu ambacho hufanya ili na yeye pia alipwe. Lakini ameamua, amechukua sufuria ikiwa na chakula ndani, kisha baadaye amekojoa ndani, kisha baadaye anaendelea kupikia wenyeji wakija wale hicho chakula. Kwa hivyo nakusihi, kama una uwezo wa kuweka CCTV, wekeni kila sehemu, na baadaye chukua muda kuiangalia hiyo CCTV kile ambacho kinaendelea. Itakuepushia baadhi ya mambo ambayo yanafanyika nyuma ya pazia. Wenyeji wameona kile ambacho kimefanyika. Mfanyakazi amefanya mambo mabaya ndani ya chakula, na hicho chakula sasa anawapikia wenyeji wale, na huenda yeye atakila kwa sababu anajua kile ambacho amefanya. Sijui tutafanya aje, lakini nakusihi, kama una uwezo wa kuweka CCTV kwako, wekeni hiyo CCTV. Utaona mambo mengi yakifanyika kwenye boma lako, utaona mambo mengi yakifanyika kwenye nyumba yako, na utakuwa na uwezo wa kuchukua hatua kabla we mwenyewe kujipata katika hali mbaya. Kama hii kauli imekufaa, tafadhali share, ifikie wengi wajue kitu ambacho kinaendelea. Nakutakia kila la heri, Mungu akujalie na Mungu akulinde.